iko kwa watu wote, kwa viongozi wa juu, kwa watendaji wasimamizi wa uchaguzi, sawa, kwa wale wanaosimamia usalama katika maeneo yale, askari, na vile vile kwa wale raia ambao watakaokwenda kufanya nini, kupiga. Hawa wote wana dhamana ya amani. Sikilifahamu na ushahidi wa hadi maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fa imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baytiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sio mfahamu? Yani amani ni tunda ambalo linapatikana kwa mashirikiano ya watu wote, kuanzia watawala juu, wasimamizi wa kati. Yani mtawala ikiwa na dhamira mbaya, akianza kuamrisha avuruge watu katika maeneo, piga hawa si hawa, inabidi yeye anaanza kuvunja. Ikiwa yeye ametulia, na Mwenyezi Mungu ajalie watulie, sawa. Na ikaja hapa wale wasimamizi wa uchaguzi, wale wanaosimamia, au hata yule anayegombea ameshashindwa, lakini yeye mwenyewe akasimamia sikubali. Sasa anayevunja amani ni serikali au ile mgombea anayekataa kushindwa? Sio malifahamu. Sasa mgombea akishakubali kushindwa, sawa, na kishatia saini, wale wafuasi wake kule nje wakaamua hata wakaanza kuvamia kituo, wakafanya alofanya. Alivunja amani ni mgombea, ni rais, au ni wale wafuasi? Kwa hiyo kwanza tusiondoshe dhamana, tukasema dhamana ya kuchunga amani iko juu. Dhamana ya kuchunga amani iko kwa wote, kwa maeneo yote. Tumefahamia waliokuwa kwa juu kabisa wameamrishwa uadilifu, watendee watu. Inna Allaha ya'muru bil 'adl, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha uadilifu. Wakiutenda uadilifu itakuwa ni chachu ya msingi kabisa ya kutulia nchi na kuwa watu kwenye mazingira ya heri, sawa. Lakini wanaweza wakatenda uadilifu, lakini watu wa chini huku ndio wakali. Na ndio maana tukasema bwana, kwa mnasaba huu tuombe sana, sio katika mijumuiko hivi tu. Kwenye mijumuiko tutaomba, lakini hata katika swala zetu hizi, swala tano na nyakati nyingine tofauti, tuombe dua za kumlilia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi tuvushe salama, ya Rabbi hawa viongozi endeleza katika moyo zao uadilifu na kheri, wazuie hizi dhulma zisitokee. Na nimekusikia sasa kwa kinywa chako, shawasikia wengi, na wewe umesema kinywa chako, alhamdulillah, mwaka huu mpaka sasa hivi kuko shwari kimya. Mwenyezi Mungu ajalie tuwe salama. Sasa wakitokezea watendaji wabaya kwa sababu za wao wanaozitaka, au wakitokezea hawa wanaogombania wagombea wabaya, ingawa sasa katika kuhesabu zile kura na mambo yaliyoendelea baada hapo pakatokezea kutokezea, ni tufanya Waislamu. Ndio mtiririko wa hii darsa ambayo sehemu yake huku ya mwisho imekuja kuzungumza. Masahaba wamefanyiwa dhulma nyingi sana, lakini bado watakamatana maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na miongoni mwa maamrisho hayo ni kauli ya Mwenyezi Mungu kwenye aya ya pili ya sura Al-Maida, wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Kudhulumiwa huyo mpiga kura akadhulumiwa, na kuzuiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wasiingie kwenye mji mtukufu na kufukuzwa katika nchi. Ipi dhulma kubwa? Sema moja, msiseme mimi. Na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an akasema, wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah. Tumefahamu? Na masahaba wakashushiwa amri kufu waidiakum, zuieni mikono yenu. Ni kuonesha kuwa watu kama hawatozuia mikono yao, pakitokezea dhulma, mtu akaja kadhulumiwa kwa njia moja au nyingineyo, na ikawa ni kweli au ikawa si kweli, lakini alimradi pakitokezea kutokezea, na wewe ukawa ni mmoja wa sehemu ya kuharibu, basi na wewe utakuwa umechangia. Tumefahamu?
Wanapaswa viongozi wa juu kabisa kutenda haki na kutenda uadilifu kadri ya uwezo wao, na wakifanya hivyo wallahi watakuwa wamejinusuru mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio swala linakuja upande wako wewe kuuliza, je, tumefanya jitihada gani? Kwa nini unafikiria haya tunayosema hapa wasikii viongozi? Wewe ni mtu mzima sasa na mimi au mzidi sasa. Sio umenifahamu? Maana tunayozungumza hapa kwanza amerekodiwa. Sio umenifahamu? Viongozi wanasikia na wapo viongozi hapo. Wewe pengine mimi na wewe hatuwajui. Sio umenifahamu? Na mbali ya hivyo katika vikao tofauti tushaitwa kwenye vikao tofauti. Ikiwemo katika mwezi wa Ramadhani palikusanywa viongozi wengi sana, makamanda wa mikoa, wasijui nani, yani viongozi wengi, mawaziri na mheshimiwa rais mwenyewe alikuwa, na tuliyazungumza mfano tumefahamu, na tukaonyesha kuwa wao wana majukumu na wana dhima kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siwezi mkakaa hapa mimi nikakupa wewe, nikakufanya wewe kama ni rais, mtawa sasa ninakwambia maneno anapaswa kuwa rais, nikakwambia wewe. Na haiwezekani hapa ikiwa wewe mfano ni mzee mtu mzima na wewe una wanafunzi, ikawa maneno ya kuambia wanafunzi ninakwambia wewe, haiwezekani.